ndugu waandishi. Kwa majina naitwa Juma Saleh Mbogo. Kwa majina naitwa Juma Saleh Mbogo, ni katibu wa chama cha makocha wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania. Kwa niaba ya uongozi wa chama cha makocha wa ngumi za kulipwa Tanzania TPBCA, ninayo furaha kubwa kuwakaribisha kwenye mkutano huu wa waandishi wa habari, mkutano ambao siku ya leo tunaenda kuwatangaza wajumbe teuzi wa kamati zetu ambao watakaofanya kazi sambamba na kamati ya utendaji ya chama cha makocha wa ngumi za kulipwa, lakini ndani yake pia kutolea taarifa rasmi ya uwepo wa Boxing Media Day. Kwa kumpokea ndugu mwenyekiti wangu Jafari Ndame, mimi moja kwa moja nitakwenda kuziainisha hizo kamati zilizoteuliwa kwa mujibu wa ibara ya 8 ya katiba yetu. Kupitia kamati ya utendaji ya chama cha makocha, kwa mujibu wa katiba yetu, tumeona hiko haja ya kuunda kamati ndogo ndogo ama kamati mbalimbali zitakazosaidia chama kuweza kuleta maendeleo kwenye chama, lakini pia kuwa na utawala bora kwenye chama chetu. Hapa mezani kwangu nina kamati 6, lakini huko siku za mbele tunaweza tukaongeza kamati. Kwanza tuna kamati ya ufundi, kamati ya ufundi ambayo ina watendaji watatu. Tunaye mwenyekiti wao au mwenyekiti wake wa kamati ya ufundi Bwana Juma Suleiman, lakini pia kuna Gaudience Uyaga, vile vile tuna Edward Riakwipa. Na kamati ya ufundi, kama tunavyojua kwenye michezo, ni kamati ambayo sasa itaenda kutuongoza sisi kwa namna gani tunaenda kuboresha weledi wa kitaaluma kwa makocha wetu, lakini kuzalisha makocha wazuri ambao watawakilisha taifa ndani ya taifa na nje ya taifa hili, kwa maana kimataifa, lakini kutazalishia vijana bora mabingwa kutoka kwenye nchi hii Tanzania. Tunao wachache, tunahitaji kutangazika kimataifa zaidi. Lakini pili, tuna kamati ya nidhamu. Kamati ya nidhamu ambayo ina mwenyekiti wake ndugu Yusuf Bakari Mnyeto, lakini pia yupo Haji Haji Pera, na tunaye Frederick Charles Rory. Sisi makocha katika taaluma yetu, hata gym, msingi wa kwanza tunapopokea watoto, cha kwanza tunawaambia kabla ya chochote kwanza nidhamu. Kwa hiyo hata sisi kwenye chama tuna kamati ya nidhamu kuhakikisha kila kocha anafanya kazi yake ya kitaaluma na weledi wake kwa nidhamu. Kocha atakapokuwa na nidhamu na bondia pia atakuwa na nidhamu. Na vipo vingi, tukipata wasaa tutavielezea kwa nini kamati ya nidhamu. Na tatu, tuna kamati ya fedha. Kamati ya fedha ambayo mwenyekiti wake ni Hamis Richard Abdara, ikifuatiwa na Bi Mariam Yusuf Njende pamoja na Wilbard Mkoba. Na kamati ya 4, tunayo kamati ya mashindano ama kamati ya mapambano. Kamati ambayo mwenyekiti wake ni Mohamed Saidi Mkura, akifuatiwa na Dediwi Kanda Kabongo, lakini pia tunaye Kwame Matwani, kocha Kwame, pamoja na David Yomba. Kwa sababu moja kampeni yetu kama makocha tunafundisha, lakini pia tutakuwa na gym contest, tutakuwa na mapambano yetu kama makocha ambao kwa mwaka tutakuwa tunaandaa mara 4 ili kupunguza uhaba wa mechi kwa mabondia. Kwa hiyo lazima tuwe na kamati za mashindano ambayo ndio tumehitaji. Lakini pia ya 5, tuna idara ya habari na mawasiliano, idara ambayo meneja mkuu wa idara hiyo ni Bwana Dauka Abraham Somba akiwa na watendaji wengine. Na kamati ya mwisho kwa siku ya leo ni kamati ya wanawake. Tumezingatia hapa kuwa na kamati ya wanawake kwa sababu tuna wachezaji wa kike mabondia, lakini pia kumpa thamani mwanamke
kuepuka na ile dhana ya kijinsia, lakini vile vile kuhamasisha ushiriki wa wanawake na wasichana katika ngazi zote, kusaidia programu za maendeleo kama vile mafunzo na ushauri kwa maana mentorship kwa wanawake, lakini kufanya kazi na mashirika yanayounga mkono wanawake katika michezo na uwezeshaji. Pia kukuza mitazamo chanya kuhusu usawa wa kijinsia, kulinda haki zao, heshima na ushirikishwaji. Kwa hiyo naomba hizi niwasilishe kwenu ndugu zangu wanahabari na wadau wa boxing, jamii kwa ujumla. Hizi ndio kamati zetu ambazo sisi chama cha makocha kupitia kamati tendaji tunazitangaza baada ya kuziteua kamati hizi ambazo tutakwenda kufanya nazo kazi. Baada ya hivyo niombe kumkaribisha mwenyekiti aweze kuendelea. Jambo kubwa sana ambalo litawezesha sasa kufahamu taaluma zetu sisi kama walimu na kuzifahamu kazi zetu kule ambapo shughuli zetu zinafanyika, yani Media Day. Hii Media Day ni matukio ambayo yatakuwa endelevu, lakini tunategemea sasa Media Day hii kuanza tarehe 15 mwezi wa 4 ambao ni mwezi ujao unaokuja. Kwa ni jambo ambalo kubwa mwezi wa 4. Kama kuna mabadiliko tutawatangazia. Kwa hiyo tutahusisha sasa makocha, tutaona kazi zao ambazo wanazozifanya. Ndugu waandishi, mtapata kujua sababu mnawaona tu watu kwenye matukio, lakini nataka mjue na muone kazi zinazofanyika na walimu wa ngumi za kulipwa Tanzania. Kwa hiyo Media Day itaanza tarehe 15 mwezi wa 4. Tunasisitiza sana ndugu waandishi, mtuunge mkono kwenye hili na tunawategemea sana ushirikiano wenu ili tuweze kukuza uwezo wa walimu wetu wa ngumi za kulipwa na vile vile kukuza mchezo wa boxing Tanzania na watu waweze kuwatambua walimu wa ngumi za kulipwa Tanzania. Kwa hiyo tarehe 15 mwezi wa 4 Media Day itaanza, lakini tumshukuru vile vile Lobby One Farmers kwa jitihada za kuweza kutuunga mkono mpaka leo hapa tupo kwa ajili ya kwake yeye. Kwa hiyo tunamshukuru, lakini vile vile niombe sasa mashirika mbalimbali waweze kusaidia chama chetu, kwa sababu chama chetu mpaka sasa hivi kinamkaribisha mfadhili wa aina yoyote. Hatuna mdhamini, hatuna mfadhili, hatuna kampuni yoyote. Kwa hiyo tunaomba ufadhili mbalimbali unakaribishwa, tuje kusapoti kazi za walimu wa ngumi za kulipwa Tanzania. Jitihada zinaonekana, lakini tunahitaji sasa tuwaonyeshe Tanzania ni boxing, kwenye boxing tupo level gani. Baada ya kuzungumza hayo, nikaribishe sasa maswali kwa waandishi.